إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد أمرنا الله عن التقوى فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunarudisha shukrani zetu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia fursa hii nyeti na muhimu ya kuweza kujumuika pamoja ili kuweza kukumbushana na kuelimishana na kuelezana. Na katika darsa yetu iliyopita kuhusiana na Ramadhani, tulizungumzia kuhusu zile fadhila na ule ubora wa funga na mwezi wa Ramadhani. Na katika hayo tulizungumza ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi wa usiku wa al-Qadr, yani shahrul Qur'an, na pia ni lailatul shahr ambao ndani yake kunapatikana lailatul Qadr, kwa mujibu wa aya na hadithi na zile fadhila ambazo zinapatikana kwa yule ambaye atajikita katika na kujipinda katika yale ambayo yamo ndani yake. Jambo la pili ambalo tulizungumzia miongoni mwa ubora katika utangulizi wetu ni huu ni mwezi wa as-sawm, ni mwezi wa funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tatu ambalo tulizungumzia, huu ni mwezi wa al-jihad na at-tadhiya na al-juhd al-kabir wa shahru al-intisarat. Huu ni mwezi wa jihadi katika aina zake zote, na pia ni tadhiya, ni kujitolea, sacrifice, kujitolea muhanga katika ambayo yale yanayohitajika kutolewa muhanga, na pia ni juhudi iliyokubwa, na ni mwezi wa ushindi. Miongoni mwa ushindi mkubwa iliyopatikana ni yale yaliyopatikana katika mwezi huu wa Ramadhani. 4 ni shahru sadaqa. Shahru sadaqa, mwezi wa sadaka, mwezi wa watu ambao wameweka ni kama financial year yao, mwisho wa mwaka wao, kwa kutoa zaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba kumaanisha ya kwamba wakati mwingine usiokuwa Ramadhani basi Waislamu wanyime kutoa zaka, la hasha. Inatakikana Waislamu wajikite katika kutoa zaka na kutoa sadaka. Zaka zina masharti yake, yakikamilika ikiwa ni mwezi wa Ramadhani au mwezi mwingine yoyote, Muislamu anafaa atoe. Na sadaka hazina wakati maalumu wala mwezi maalumu wala kiwango maalumu. Inatakikana, mbali na kwamba fadhila zake ni kubwa zaidi wakati wa Ramadhani, lakini tusiwe ni wenye kunyima kutotoa wakati mwingine usiokuwa wa Ramadhani. 5
ni shahr ad-dua, ni mwezi wa dua, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo inamfanya mtu kuwa karibu na Allah na dua zake kukubaliwa ni mwenye kufunga anapofungua. Kwa hivyo ile saum ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiyo atailipa. Kwa hivyo kujikita katika saumu na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni njia ya uhakika ya kujibiwa yale matakwa na dua na maombi ya yule mwenye kuomba. 6 ni mwezi wa taqwa, la'allakum tattaqun. Taqwa, kwa sababu taqwa inapatikana kwa utiifu, na wakati wa Ramadhani yule mwenye kufunga Muislamu anakuwa na utii wa kupita kiasi. Kwa maana hiyo na kwa utii huo aliokuwa nao huyu Muislamu, basi anajikurubisha na ile takwa yake inakuwa ni yenye kupamba na kupanda. Kisha tukaja katika masala ya tumejiandaa kufaidika nini na Ramadhani, na je tutahakikisha tutapata takwa katika Ramadhani, na kutoka katika madrasa ya Ramadhani kupata ile certificate ya kwamba tumeingia katika wale almuttaqin. Na tuwe ni wenye kujilea, tuwe ni wenye kujiuliza swali hili: je tutajilea, na je tutajilea sisi na kulea wengine juu ya jihadi katika aina zake zote? Na je tutaweza kushindana na nafsi zetu na matakwa yetu na matamanio yetu na kuyaweza kuyashinda, au yatatushinda kama pengine yalivyoshinda zile ada zilizotushinda mwaka uliopita au tulivyozishinda mwaka uliopita? Na je tutaweza kubakia baada ya Ramadhani tukiwa hai katika hali tuliyokuwa nayo Ramadhani? Kwa hivyo hatuna budi sisi kuhesabu nafsi zetu kabla hatujahesabiwa na yule ambaye ni mbora wa kuhesabu. Na tukaja katika hadithi mbili. Hadithi moja ni ile ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapatia bishara maswahaba zake ikiwa Ramadhani inakaribia, kwa kuambia hakika umewajilieni nyinyi mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ndani yake funga, ndani yake kunafunguliwa milango ya pepo na kunafungwa milango ya moto, na mashetani wanakuwa ni wenye kufungwa, na ndani yake kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Yeyote ambaye atanyimwa khairi za mwezi huu, basi hakika yeye amenyimwa yaliyo makubwa na mazuri. Kisha tukaingia katikati, na darasa hii yetu ya pili tutaanza na hadithi hiyo, mbali na kwamba tumeifikia katikati, lakini tutaianza tena mwanzo, na kutoka hapo ndiyo tupige hatua kuelekea mbele ya hadithi hii, hadithi ya Al-Qudsi, hadithi iliyo tukufu, hadithi iliyonukuliwa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda. Abu Huraira ambaye alimsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ambaye alieleza, qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah aliyotukuka na aliye mtukufu, kullu amal ibn adam lahu illa siyama, amali zote za mwanadamu ni zake yeye isipokuwa saumu, isipokuwa funga. Funga ni ya nani? Fa innahu li, funga hiyo ni yangu. Yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana, yani wa huwa man Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana, kwa sababu mzungumzaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, anasema na mimi ajizibi, nitailipa hiyo funga. Yani kumaanisha kwamba atamlipa
kwa ukamilifu barabara na kwa njia bora. Nani? Yule aliyefunga kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bi, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa guarantee, Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha tayari ya kwamba kwa yoyote ambaye atafunga kwa ajili yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamweka na kumpatia yaliyo mazuri. Mazuri kabisa. Mazuri ambayo hayana badali ya uzuri kama yale ambayo ametuchagulia sisi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule uzuri wake, na uzuri wa funga akasema yeye mwenyewe atailipa ile funga. Si kwamba mengine yanalipwa na mwingine, la hasha. Si kwamba swala utalipwa na mwingine, hija utalipwa na mwingine, zaka utalipwa na mwingine, shahada utalipwa na mwingine, jihadi utalipwa na mwingine, sadaka utalipwa na mwingine, kusema ukweli utalipwa. La 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 la. Lakini amali zote hizi zingine Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametuambia mwenye kuswali kwa jamaa atapata 20, atakuwa ni mwenye kupata thawabu kuanzia 23 mpaka 29 kwa zaidi ya yule mwenye kuswali peke yake. Katika riwaya nyingine 25, katika riwaya nyingine 27 mara 27, kubanisha baina 23 mpaka 29. Hija nayo ina thawabu ambazo tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea. Yeyote ambaye atakwenda kuhiji na hatakuwa ni mwenye kupiga makelele au kuzungumza maneno ambayo ni machafu, basi atarudi nyumbani kwake kama siku aliyozaliwa na mama yake. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameiacha open wazi, wa ana ajizi bi, mimi ndiye nitakaye ilipa hiyo funga uliofunga kwa ajili yangu, si kwa mwingine yoyote. Wasiyamu junna, na funga is a shield, ni kinga, inamkinga. Funga ambayo inafunga. Hapa tunakuja kupata ya kwamba kama ibada nyingine, primary objective, yale malengo ya msingi ya ibada yoyote ile ni kumkita mtu katika maadili mema. Sasa na hapa mtumi Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba asiyamu junnatun, funga ni kinga. Funga inatakikana imkinge wiqayatu minan nar wal maasi, wiqayatu minan nar ni kinga ya kumwepusha mtu na moto na kumwepusha mtu na maasi, na hiyo ndiyo junna, kinga. Kinga ambayo inamkinga nayo Muislamu au yule mwenye kufunga. Kwa sababu mwenye kufunga, kuna watu wengi wanafunga, mila nyingi zinaamrisha kufunga, dini nyingine zisokuwa Uislamu inafundisha kufunga, lakini malengo kwao ya kufunga ni nini? Yako wazi malengo haya? Ni kwamba sisi tunafunga kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alituokoa Yom Kippur Mayahudi. Sisi tunafunga kwa sababu kadhaa. Sisi tunafunga lakini tunakunywa juice. Sisi tunafunga lakini tunafanya kadhaa. Lakini Uislamu ukaleta funga ya kuweza kumtoa mtu katika madhambi,
katika moto wa Jahannam asiwe ni mwenye kuingia. Ni kinga, inamkinga yeye na kuingia motoni, inamkinga yeye na maasiya, kumaanisha ya kwamba ikiwa funga haitatukinga sisi na maasiya, basi ile funga imekosa zile fadhila za funga inavyotakikana kisheria. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabahu ahada au qatalahu falyaqul inni sa'im. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea, anatuambia kwamba fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, inapokuwa ni funga ya mtu ya mmoja wenu, funga ya mmoja wenu, inapokuwa ya kwamba ni siku ambao mmoja wenu anafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala yarfuth. Rafath kalamul fahish, mazungumzo, maneno ambayo ni machafu, maneno ambayo si mazuri, haifai kutoka katika kinywa cha Muislamu aliyefunga. Haifai kabisa kutoka katika kinywa cha Muislamu. Ikiwa ni wakati wa Ramadhani au si wakati wa Ramadhani, ni ndani ya Ramadhani, ni nje ya Ramadhani, ni juu ya mgongo wa ardhi, ni chini ya mgongo wa ardhi, ni mbinguni, ni wapi, mwanadamu ambao yuko hai, hasa Muislamu, basi hawi ni wenye kuzungumza maneno kalamul fahish arrafath, maneno ya upuuzi, maneno machafu. Kisha hawi ni mwenye kupiga makelele. Sipige makelele. Kwa nini uwe saumu ni kwa sababu ya ile kinga inakutoa wewe katika maasiya? Kwa sababu ya kule nguvu zitakuwa zimepungua kwa kiasi, inatakikana upunguze makelele. Lakini mara nyingi ndio tunapofunga tempa zinakuwa juu. Mara moja unamrukia mama, mara moja unamrukia mke, mara moja unamrukia mtoto, mara dada, mara kaka mdogo au mkubwa, bila kujali. Muislamu hawi ni mwenye kupiga makelele, na akifunga ni zaidi. Funga inatakana imzuilie yule mwanadamu aliyefunga, yule Muislamu aliyefunga, kwa kiasi ya kwamba wa insabahu ahad au qatalahu, inapokuja ya kwamba mmoja miongoni mwa watu ni Muislamu au si Muislamu, akamtukana, akamtusi, akamtolea maneno machafu, au qatalahu, au akataka kupigana naye, kugombana naye, kupigana naye, faliyaqul. Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia dawa ya moja kwa moja, inni saim, mimi nimefunga, kwa hivyo sitakutusi. Wewe ni tusi, sitakutusi. Wewe utakupigana na mimi naondoka, sema usemalo, ni muoga, ni kadhaa, hayo hayajalishi. Ni muoga si muoga, Mwenyezi Mungu ananijua. Sio kwamba nimekataa kupigana na wewe au kukutusi, ni muoga. Lakini mara nyingi haya tunaweza kujizuilia, tunaongeza baada ya inni saim, mimi nimefunga. Tukutane baada ya iftar, nitakujia baada ya iftar, baada ya tarawih utanitambua, utaniona, mimi nitakuja ngangari tayari. Isiwe ni hivyo ya kwamba umekatazwa sasa kwa sababu umefunga, wakati ambao utafungua ni jambo ambalo linakubalika. Ukiwa katika kufunga ukatusi, ukapigana, madhambi yake ni makubwa, kama vile unapojitenga kutusi na kupigana,
wakati umefunga thawabu zake zinakuwa ni kubwa. Sasa jambo ambalo tunatakiwa sisi kulifanya, tunatakiwa sisi kujitwika nalo, ni hili la kusema ya kwamba inni saim, na ukaondoka sehemu ile, wala usirudishe matusi, wala usirudishe mapigano, wala usirudishe ugomvi, wala usiseme ngoja tutakutana baadaye wakati tumefungua, sasa mimi sisemi chochote. Tayari wewe umeweka nia ya kwenda kufanya jambo baya ulilokatazwa na sheria. Faliyaqul inni saim walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fami saim atyabu inda Allahi min rihil misk. Walladhi, na hapa kwa yule ambaye kwamba, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa hapa anaapa kwa yule ambaye kwamba, yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hatufai sisi kuapa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha njia alipokuwa anaapa. Alikuwa anaapa kwa njia tofauti, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni njia moja ambayo alikuwa anatumia sana. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, yani Allah. Nafsi ya Muhammad haiko mikononi mwa mwingine yoyote. Nafsi ya Muhammad na nafsi zetu sallallahu alayhi wasallam, na nafsi yangu, nafsi yako na nisikiliza, nafsi yake, nafsi zetu zote ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wowote akiitaka ile nafsi, anaichomoa tu, anaingoa tu, anaitoa tu. Haulizwi analofanya, bali sisi tunaulizwa tunayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza kwa yale yote ambayo tutakuwa tumejitwika nayo katika ulimwengu, mema au mabaya. Kisha anaendelea kusema la khulufu fami saim, ile harufu inayotoka katika kinywa cha aliyefunga, atyabu inda Allahi, ni bora zaidi, ni nzuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, kuliko harufu ya misk, manukato. Mbali na kwamba kwa sababu ya kutokula na kinywa pengine kimefungwa, kusanyika harufu fulani ndani ya kinywa. Unapofungua mpaka wewe mwenyewe unaisikia harufu hii. Inaonekana ni kama si harufu mzuri, ni harufu iliyo mbaya ambayo inatoka katika kile kinywa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, mtumi wake wanatuyakinishia kwa kutuambia ya kwamba harufu hiyo ni bora kuliko manukato. Kwa hivyo wewe usiikajali, wewe usijali. Hiyo ni harufu perfectly well, perfectly alright. Ni harufu iliyo sawa sawa tu, isikutishe, isikubughudhi, isikutie wasiwasi, isikuone ya kwamba sijui wewe ni sawa sawa kabisa, ni barabara kabisa. Kisha lisaimi farhatani yafrahuhuma, lisaimi, kwa mwenye kufunga, farhatani, furaha mbili, yafrahuhuma, ambazo anafurahi kwazo. Anapata, aliyefunga anapata furaha mbili ambazo zinamfurahisha yeye kila anapokumbuka na kufahamu na kujua hilo. Idha aftara fariha bifitrihi, anapofungua mwadhini, anapofuturu, anafurahi
anafurahi furaha kubwa kwa ile iftar, kwa kile chakula, kwa kule kufungua madhini, kwa sababu anaona kwamba hii siku ameikamilisha na Allah subhanahu wa ta'ala hakumwekea matatizo wala shida wala ugumu. Amefunga, amefungua mwisho wa siku na hakukuwa na tatizo lolote, hakukuwa nini yoyote. Sasa ikiwa ni hivyo, anafurahi, alhamdulillah, hii tarehe moja, kwa sababu ile furaha ni kwamba kuna wengine waliopita siku ile hawakuiwahi siku ile. Kuna yule ambaye amekufa, khalas, alikuwa na matumaini makubwa, sasa ni yale aliyofanya. Mekufa leo, ni kwa mfano leo ni tarehe 8 Ramadhani au ni tarehe 7 Ramadhani mwaka 1430, tarehe 7 au tarehe 8, au leo ndio kesho tunaanza Ramadhani, au leo ndio Ramadhani tumeanza, kulingana na zile tarehe. Wangalia wangapi kuanzia Ramadhani ianze wamekuwa ni wenye kuanguka katikati, wamekuwa ni wenye kufa katikati, kwa sababu walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, na kule nafsi yako yangu kuwa mikononi mwake, anaweza kuning'oa ile siku ambayo kesho tunafunga na nikakosa zile thawabu. Yule mwingine akapata thawabu kama zile, akawa ni mwenye kunishinda, kwa sababu yeye ameweza kupata fadhila ya siku hiyo ya Ramadhani. Hiyo ya kwanza. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, na atakapokuja siku ya kiyama akakutana na Mola wake mlezi, atafurahi kwa saumu yake. Kwa sababu miongoni mwa hadithi labda tutaje mbili. Hadithi ya kwanza ni ile hadithi ya kwanza ya al-Bukhari na Muslim, ambayo imekusanywa na Muhammad Fuad al-Baqi katika al-Lu'lu wal-Marjan fima ittafaqa ash-shaykhan. Lu'lu na Marjan, kwa yale ambao wameafikiana mashekhe wawili, ni kitabu kimoja katika lugha ya Kiarabu. Zimekusanya takriban hadithi 1780 na ambazo zimepokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Na pia Lu'lu wal-Marjan kimefasiriwa kwa lugha ya Kiingereza, kinapatikana katika mijalada mitatu, na katika lugha ya Kiswahili nacho kinapatikana katika mijalada iliyo pia mitatu midogo. Katika hadithi moja ambao ni Imam al-Bukhari na Muslim wanatueleza ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, itakapofika siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atanadi almunadi, atanadi mwenye kunadi, yule ambaye atapatiwa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atauliza, aina saimun, wako wapi waliofunga duniani taban kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fayaqumun, watasimama, kisha wataambiwa tena, ingieni peponi kwa mlango huu, babu Rayyan, ambao imewekwa hasa mlango wa kuingia peponi kwa wale waliofunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataingia peponi. Yule wa mwisho kabisa atakapoingia, mlango utafungwa na hautafunguliwa tena kwa yeyote yule. Hadithi ya pili miongoni mwa fadhila za funga ni kwamba yeyote atakayefunga siku moja peke yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala atamuepusha yeye, uso wake na yeye mwenyewe na moto wa Jahannam 70 kharifa, miaka 70 yaliyotumika kwa msafara wa kutoka sehemu moja kufika sehemu nyingine. Angalia, siku moja peke yake wewe umefunga siku ngapi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umefunga miaka mingapi? Sasa ikiwa kila siku unaepushwa miaka 70 ya mwendo ya masafa katika msafara baina yako na baina moto wa Jahannam. Sasa ikiwa siku 2 miaka 140, siku 3 210, siku 4 280, siku 5 350, siku 6 420, siku 7 490, siku ya 8 560, siku ya 9 630, siku ya 7 700. Umefunga siku 7 tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaepushwa. Au umefunga siku 10, unaepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuepusha na moto wa Jahannam masafa ya miaka 700. Allahu akbar. Kwa hivyo siku hiyo huyu mwanadamu aliyefunga hapa ulimwenguni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atapata fadhila hizo za kuingishwa peponi na kuepushwa na moto wa Jahannam. Hii ni hadithi iliyonukuliwa na Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidhi, Imam an-Nasa'i, miongoni mwa wale vigogo wa hadithi 6, sihahu 6 ukichanganya na Imam Ibn Majah, ndio 6 wao katika zile vitabu 6 vilivyo sahihi zaidi vya hadithi. Sasa tuingie, mada yetu ilikuwa ni ushindi katika Ramadhani. Tumezungumzia kuhusu utangulizi wa mada hii yetu. Sahihi tunaingia katika asbabun nasr. Ma hiya al-asbabu allati tuadi ila an-nasr min 'indi Allahi tabaraka wa ta'ala. Sababu za ushindi. Tufahamu wasikilizaji ya kwamba ushindi hauteremki kutoka sehemu ambayo ina uwazi. Huenda sehemu ikawa ina uwazi lakini ina hewa. Kuna sehemu nyingine zina uwazi na hazina hewa. Kwa hivyo mtu anasuffocate tu akiwa katika sehemu kama ile. Kwa hivyo tutambue ya kwamba ushindi hauteremki ina vacuum, hauteremki mahali ambapo ni patupu, wala ushindi hauteremki wakati usiotarajiwa. Ni kwa ajili ya hiyo ndio utaona ya kwamba ushindi na kushindwa zimejikita imara katika kupelekeshwa na zile kanuni na yale mambo ambayo. Kwa hivyo kuna kanuni, kuna sheria, kuna njia ambazo zinaipelekea jamii moja au jamii nyingine, wafuasi wa dini moja au wa dini nyingine, mila moja au ada na desturi na kanuni na ustaarabu na utamaduni moja kwa mwingine. Na hizi zote zimerekodiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ili waumini waweze kuzipata. Baada ya kuzipata, yani waumini waweze kuwa ni wenye kupata ushindi
na kuepukana na kushindwa. Lakini tunavyoangalia kwa sasa, tunavyoangalia sasa hivi, tunakuta ya kwamba Waislamu popote walipo katika ulimwengu wanakuwa. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafaa lifahamike kwa uoni na kwa elimu ya wazi. Ni kwamba yapo mambo, yapo masharti ni lazima yapatikane. Mambo ni lazima yatujie, yatufikie, tuyaone, tuyatilie maanani, tuatilie katika vitendo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala awe atakuwa ni mwenye kutusaidia. Bila ya masharti haya kuatilia maanani, na ikiwa hatunayo katika maisha yetu kufanya juhudi ili angalau tujizoweze na tuweze kuyainculcate, kuyaingisha na kuyatia katika vifua na miili yetu na kuyatia katika matendo, ikiwa si hivyo tutakuwa tunalumbana, tunagombezana na kugombana, tunazungumza, tunakuwa sehemu kadhaa, lakini upatikanaji wa ushindi kama huo utakuwa uko mbali kwetu sisi kuweza kutiwa katika swala kama hilo. Kanuni hizi, sheria hizi hazibadiliki sana, ima kwa kubadilika zama au kwa kubadilika watu au kwa kubadilika miji au kwa kubadilika nchi au kwa kubadilika vijiji na vitongoji. Haibadiliki kwa kiasi hiko. Ndio kwa ajili ya hiyo au hayo Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea kuhusu kanuni na sheria hizi pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala qad khalat. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia qad khalat, qad khalat, hakika ishapita au washapita, min qablikum, kabla yenu nyinyi, sunanun, sunna, maelekezo, sunna za wale watu, mambo yalikuwa yakitekelezwa na wale watu ikawa ni kama ada yao. Fasiru fil ardi, kwa hivyo tembeeni katika ardhi. Fandhuru kaifa kana aqibatul mukadhibin, muende mukatizame, mukaangalie katika hiyo ardhi au sehemu ambayo mnatoka. Kwa hivyo tembeeni katika ardhi, fandhuru na mutizame, kaifa kana aqibatul mukadhibin, jinsi ilivyokuwa kwa mifano hiyo ile adhabu ya wale waliokadhibisha wahi, mitumi, malaika, waliomkadhibisha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Angalia walipitiwa na nini, kuna mambo gani ambayo yaliwapitia mpaka wakafikia maksada, wakafikia ile hali, wakafikia ule ujauri wa kutaka kuvunja. Katika aya nyingine, hii ni sura ya 3 aya 137, lakini katika aya ya 62 sura ya 33 ambayo ni suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea na kutuambia na kutujuzia
kutujuvia au kutujulisha sunnatullahi fi alladhina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema sunnatullahi, huo ndio mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, the way of Allah subhanahu wa ta'ala, ndio njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ladhina khalaw, kwa wale waliopita, min qabla. Kwa hivyo hili ni swala moja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba kuna mienendo ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliokuwa kabla, wala ntajida li sunnatillahi. Kwa hivyo tusiwe ni wenye kupuuza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala ntajida li sunnatillahi tabdila, wala utapata katika mwendo wa Allah subhanahu wa ta'ala mabadiliko ya aina yoyote, utapata. Kwa hivyo basi, katika aya nyingine pia ambayo inatuzungumzia kuhusu haya, sura ambayo imepatiwa jina la mtumi wa mwisho, suratu Muhammad, aya ni aya yake ya 23, pale Allah subhanahu wa ta'ala amesema, na hakuna tofauti na ile aya ya suratul Ahzab. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao kwamba tayari wamepita kabla yenu nyinyi, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hii ni aya nyingine ambayo iko katika suratu Al-Fath, sura 48 aya ya 23, ambayo ina mafungamano na zile, ni sawa sawa na ile aya ya suratul Ahzab, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia huu ndio mwendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala qad khalat min qabl, kwa wale waliopita katika enzi zilizopita, in the past. Kisha walan tajida li sunnatillahi tabdila, na wala hutapata mabadiliko ya aina yoyote katika mwenendo wa Allah, katika ada na sunna ya Allah. Kwa hivyo zote hizi masala ya ushindi na masala ya kushindwa yamefungamana na hapo, yamejikita katika hilo au katika hayo, ya kwamba kuna kanuni, kuna masharti, kuna ya ushindi. Yakipatikana kutapatikana ushindi, yakikosekana na ushindi nao utakuwa umetoweka miongoni mwetu au kati yetu. Shida ambayo tuko nayo na ambayo umma unakabiliana nao leo ni kwamba sisi kama wana umma, sisi kama wafuasi wa Uislamu, tumelewa sana na njia za kigeni. Kila mmoja unamuona na unayemtizama utakuta ya kwamba yeye amejikita katika kufuata zile tamaduni, ule ustaarabu, zile ada, ule mwenendo wa nani? Wa magharibi.
kwa sababu tumejichukulia sisi ni conquered nation, conquered umma. Tayari sisi tumetekwa, tayari sisi tumedhibitiwa, tayari sisi tumetiwa mkononi. Na kwa kuwa tumetiwa mkononi na hawa ambao wanatutawali au waliotutawali, hatuna budi kwa sababu ya kushindwa kwetu na ada zetu, desturi zetu, mila zetu, tamaduni zetu, staarabu zetu, iwe ni forgotten case, tusiache huko mbali na tufuate za wale waliotushinda. Si hivyo tu katika kufuata mila za wengineo, bali pia tumekengeuka na njia ya sawa. Bali na kwamba tunatoa ahadi kwa kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tuongoe katika njia nyoofu, tuongoze katika njia iliyonyoka, tuongoze katika njia barabara. Lakini huku tukitoka tunamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunakwenda kwa waganga na tunafuata mila nyingine zisizokuwa zile ambazo anazitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama dua zetu zinaruka patupu, ni kama ahadi ambayo tunampatia Allah subhanahu wa ta'ala ni ya uongo. Ima ya kwamba tunasema ihdinas siratal mustaqim, ila hali ya kwamba ihdinas siratal mustaqim sisi hatujui maana yake. Tunamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo haliko ndani ya nyoyo zetu, kwa jambo ambalo liko mbali na matendo yetu, jambo ambalo amali hazipo karibu. Kwa hivyo inabidi sisi nasi tutarudi nyuma na kuangazia yatakao kuja mbele na kujua tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala nini, ili tutarudi kwake katika ile njia ambayo ni nyofu. Kisha si hilo tu, bali tumesahau risala, tumesahau ujumbe ambao tumepatiwa, na ujumbe ambao umepatiwa wanadamu wote, ujumbe ambao ni wa kilimwengu. Mwenyezi Mungu ni wa kilimwengu, kitabu ni cha kilimwengu, mtumi ni wa kilimwengu. Kwa hivyo Rabbul Alamin tunataka turudi kwake, Mola mlezi. Kurudi kwake ni mpaka tujue ya kwamba yeye ametuletea ujumbe wake huu uko wapi? Uko katika tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Katika suratul Furqan, sura 25 aya kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ya kwamba yeye ndiye aliyetukuka, yeye ndiye mwenye utukufu, yeye ndiye aliyetakasika, yeye ndiye ambaye kwamba nazzala al-Furqana, ameteremsha Qur'ani, ameteremsha kitabu, ameteremsha kipambanuzi, liyakuna lilalamina, ili kiwe kwa walimwengu wote ni chenye kuwaonya. Kwa hivyo kitabu cha kilimwengu ambacho kina uongofu, ambacho kina njia nyoofu, ambacho yeyote atakaye kifuata atapata uongofu na atakuwa miongoni mwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa lazima, ikiwa tumesahau, ikiwa tumelewa na njia za wageni na tamaduni zao na starabu zao, turudi tena katika njia ya Allah. Ikiwa sisi
tumepita njia potofu, inatakana turudi katika njia nyofu. Ikiwa sisi tumesahau ujumbe, inakuwa inatakiwa turudi sisi katika kitabu ili tuweze kupata ujumbe, na ujumbe huo utupeleke katika sehemu iliyo njema na iliyo nzuri. Tatizo ni kwamba la umma hatutafautishi baina ya adui na baina ya rafiki. Adui tumemfanya rafiki na rafiki tumemfanya adui. Ndugu tumemfanya adui na adui tumemfanya ndugu. Adui ambaye anajulikana, adui ambaye anatambulikana, adui ambaye anafahamika. Tumemfanya huyu adui mwenye tamaduni tofauti na yetu, mwenye njia tofauti na yetu, njia iliyopotevu. Adui ambaye hana ujumbe. Ule ujumbe alionao ni wa kuwapoteza walimwengu. Huyu tukamfanya ni rafiki, tena wa karibu, wa kuficha siri. Huyu hatukumfanya tu ni rafiki wa karibu, bali tukamfanya ni ndugu, watoka ni kutoke. Kwa hivyo ikiwa yeye ni ndugu, utamfanyia yale unamfanyia ndugu yako. Lakini kwa sababu yeye tumemchukua ni ndugu rafiki, lakini ni adui, atakuja kuja kuyakuta mambo yetu, na hayo mambo yetu kupitia kwetu ndiyo atavuruga. Atatupeka katika njia za kigeni ambazo ziko kinyume na tamaduni ya Kiislamu. Atatupeka katika njia ya upotevu, atatupeleka sisi kuusahau ujumbe na risala. Kwa hivyo ni jambo ambalo haliingia akilini ya kwamba baada ya ujumbe uliokuja wa mwisho pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukatubainishia adui ni nani, mnafiki ni nani, sifa zao ni zipi, mambo atakayotekeleza, mikakati na mipango, sisi tukarudi tukajikita katika kumtekelezea huyu adui. Na mbali na kwamba kutoweza kutofautisha baina ya adui na rafiki, hatujui ile mikakati na ile mipango na zile njama dhidi yetu sisi. Na ikiwa tutakuwa tunazijua, basi zinabakia ya kwamba haya ni mikakati, lakini je, tutafanyeje? Tutafanya nini ili kujingoa na kujiondoa na kujinasua na kujitoa katika yale ambayo si mema na si mazuri? Kwa sababu ya muda umetukatikia, hatuna budi sisi kukomea hapo, huku tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mema na mazuri hapa ulimwenguni na mema na mazuri kesho akhira, na atuepushe na moto wa jahannam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.